Naam, tunawasalimuni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Tunawakaribisheni kwa mara nyingine tena kusikiliza awamu ya pili ya habari za matukio ya kila siku kwa yale yanayojiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika ngazi ya kisiasa na hata ile ya kiusalama pia. Na kwa mara hii tutakwenda kuanzia mara moja huko Kivu Kaskazini ambako milio ya silaha nzito na nyepesi imesikika katika sehemu ya kusini mwa mji wa Butembo. Milio hiyo iliyokawia kwa takriban dakika 30 ilisababisha wananchi kuwa katika hali ya hofu kubwa, huku kukiwa bado hakuna mawasiliano rasmi yaliyotolewa na mamlaka husika. Eneo lililoathirika ni Vigole ipatikanayo katika manispaa ya Mususa, linatajwa kuwa ngome ya kundi la wazalendo linalosemekana kuwa halikubaliani na ushirikiano unaoitwa kuwa wa waaminifu wa serikali ama RADO. Ila taarifa zingine zilizopatikana baadaye kuhusu chanzo cha milio ya risasi hiyo inadaiwa kuwa wahasi wa kundi lenye silaha waliokuwa chini ya jenerali aliyejitangaza Tango For ambaye aliuawa wiki chache zilizopita wanaendelea kusakwa na ushirikiano wa makundi ya wazalendo wanaoshirikiana na FARDC. Ndipo mapigano hayo yaliendelea katika eneo la Vigole kwenye akse ya barabara ya Butembo Luotu, na hapo nako kulikuwa pia na makundi mawili ya wazalendo yanayopigana kwa ajili ya kudhibiti kizuizi cha Kasumbira. Na tusalie huko Kivu Kaskazini ambako pia ni tangu saa 11 alfajiri ya leo tarehe 19 Februari mwaka huu, mapigano ya silaha yamezuka kati ya makundi mawili ya Kimaimai Yira, kundi la Victime de Massacre, na Maimai FAR, Force d'Action Rapide, katika kijiji cha Ngeleza takribani kilomita 15 kutoka katikati ya mji wa Butembo. Milio ya risasi bado iliendelea kuridima na kuripotiwa, na mvutano huo ulianza tangu jana majira ya saa 8 mchana ama 14 katika eneo hilo ambapo Maimai FAR walidaiwa kuzuia shambulio la kwanza. Tungetoa ombi kwa jeshi la taifa FARDC pamoja na wapiganaji wa zalendo kuongeza na kuimarisha vikosi vyao ili kuchukua hatua thabiti za kupata kuwazimisha hawa wakuu wa makundi ambayo mpaka sasa yanayoendelea kushikilia silaha tofauti na sheria. Maana kila wanapofanya vurugu watu huwa wanasema ya kwamba ni wazalendo, japokuwa sio wazalendo bali ni vikundi vya wahuni ambavyo viko vinafanya uhalifu na kusababisha wazalendo ambao ni washirika rasmi na kisheria wa jeshi la taifa FARDC kuongelewa yasivyo. Wito wa kuwahita wajioredheshe katika harakati za kizalendo ili wasaidie majeshi ya FARDC kumgombanisha adui ambaye ni M23 RDF. Wao walikusudia kubaki misituni ili kuharibu kazi inayotekelezwa na wenzao walioko mstari wa mbele kwenye shamba la vita. Serikali ingejifunza kwa kina jinsi gani wanaweza kutokomeza wahuni hao ambao wanazidi kuzorotesha hali ya usalama ya raia katika maeneo hayo ya mkoani Kivu Kusini. Na katika mpango mzima wa kutafuta amani ya kudumu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kusaini mikataba ya kiuchumi na nchi ya Marekani, serikali ya Kongo imependekeza kwa Marekani kujumuisha mgodi wa coltani wa Rubaya ambao kwa sasa uko chini ya udhibiti wa wahasi wa M23 AFC katika orodha maalum ya mali za kimkakati ndani ya mfumo wa makubaliano ya ushirikiano wa madini kati ya nchi hizo mbili. Kwa mujibu wa hati ya serikali iliyoangaliwa na Reuters, pendekezo hilo liliwasilishwa wakati wa mkutano wa DRC na Marekani uliofanyika Washington tarehe 5 Februari mwaka huu kwa lengo la kuimarisha ushirikiano wao wa kimkakati katika sekta ya madini. Makubaliano yaliyofikiwa mwezi Disemba uliopita. Afisa mmoja mwandamizi wa Kongo pamoja na
wanadiplomasia wa Marekani walithibitisha kuingizwa kwa Rubaya katika orodha hiyo, wakizungumza kwa sharti la kutotajwa majina kutokana na unyeti wa swala hilo. Mgodi wa Rubaya unachukuliwa kuwa miongoni mwa vyanzo vikubwa zaidi vya tantali duniani, lakini kwa sasa uko chini ya udhibiti wa waasi wa M23 AFC wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda. Licha ya hali hiyo ngumu ya kiusalama, Kinshasa inaweka mgodi huo katikati ya mkakati wake wa kuvutia uwekezaji wa Marekani katika mashariki mwa nchi, eneo lenye utajiri mkubwa wa rasilimali lakini linalokumbwa na migogoro ya muda mrefu. Tantali inayopatikana kutoka kwenye madini ya coltani ni chuma cha kimkakati kinachohitajika sana kwa sababu ya uwezo wake wa kustahimili joto kali kumradhi, na sifa zake za kielektroniki. Hutumika katika utengenezaji wa vijenzi vya nusu viunganishi, yani semiconductor, vifaa vya anga, kompyuta, simu za mkononi na mitambo ya gesi. Kwa mujibu wa hati hiyo, DRC inakadiria kuwa kufufua na kuongeza uzalishaji wa kibiashara wa mgodi wa Rubaya kutahitaji uwekezaji wa kati ya dola milioni 50 hadi milioni 150 za Kimarekani. Mamlaka za Kongo zinatarajia kurejesha gharama hizo kwa haraka kutokana na mahitaji makubwa ya tantali katika soko la dunia. Na huu ni wito mkali sana kwa Wanyarwanda na Wakongomani wenye kutaka kucheza na michakato hii inayoendelea kutendewa kazi kati ya Kongo na Marekani. Mnapaswa kujua ya kwamba Wamarekani hawafanyi mzaha linapokuja swala la biashara. Ninarudia tena, Marekani haifanyi mzaha katika mambo ya biashara. Acheni kuota ndoto zisizo za msingi, kwa sababu wala Rwanda wala Umoja wa Ulaya au waasi wa M23 hawawezi kushindana na nguvu ya kiuchumi na ya kisiasa ya Marekani. Kilicho bora kwa jirani zetu wa Rwanda ni kujirekebisha na kujenga uhusiano mwema wa ujirani na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia siasa ya kuishi kwa amani na kuheshimiana. Kwa ndugu zetu wa Rwanda, hotuba zenu kuhusu madai ya mauaji ya kimbari nchini DRC zinachochea hasira katika jumuiya ya kimataifa, kwa sababu wengi wanatambua kuwa Kongo ni nchi ya amani inayokaliwa na zaidi ya makabila 450 yanayoishi pamoja bila vita vya wenyewe kwa wenyewe. Ushirikiano wa Marekani na Kongo ni jambo la kupongezwa, na hata Rwanda, Burundi na Uganda pia vinaweza kunufaika, kwa sababu kuishi pamoja kwa amani na ushirikiano wa kikanda ndiyo njia bora ya maendeleo ya wote. Kwa mfano, tukibaki katika muktadha huu ama kontekste hii ya madini, kwa ongezeko la mauzo ya nje ya 47% ama 47% mwaka wa 2025, Uganda inakiri kwamba dhahabu inayosafishwa nchini mwake inatoka kwa kiasi kikubwa katika njia zisizo wazi ama za siri, mara nyingi zikitokea katika nchi jirani ya Kongo. Hata katika eneo la mashariki, makundi yenye silaha kama waasi wa M23 yanayosaidiwa na jeshi la Rwanda yanaendelea kunufaika na hali hiyo ya kuyumba kwa usalama. Ila kwa upande mwingine wa maendeleo ya pamoja ya ujirani mwema na biashara, nchi ya Uganda inaendelea kwa kasi na ujenzi wa barabara ya kilomita 223 ama 223 km katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni mradi mgumu, lakini Rais Museveni anasisitiza kuwa barabara hiyo lazima ikamilike kwa gharama yoyote, kwa sababu anahamini na kuhimiza soko la kikanda. Kwa nini sasa? Ni kwa sababu mnamo Januari mwaka 2026 DRC ndio ilikuwa mlaji ama grand consommateur wa bidhaa ya Uganda barani Afrika, huku mauzo ya Uganda kwenda DRC yakifikisha dola milioni 625 ama 625 millions de dollars américains. Na Kenya ndio nchi ambayo ilishika nafasi ya pili ya kukonsome vitu vya Uganda
na Sudani ikawa ni ya 3. Mara tu barabara hiyo itakapokamilika, Uganda inatarajia kukusanya takriban dola bilioni 2 ama 2 miliard kutoka DRC na Jamhuri ya Afrika ya Kati ama Republic Central African. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ni kwambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu ya pili ya habari za matukio ya kila siku. Zidi kuambatana nasi hapa kwenye channel yetu ili uzidi kuhabarika zaidi. Tukutane kwa majaliwa. Chao.